ni kilio kwa mwanadamu, ni kilio kwa wenye haki, ni furaha kwa wenye dhambi, ni kicheko kwa waovu. Mungu aliiumba dunia, akaifanya Tanzania, akawaweka Watanzania ndani ya Tanzania. Lengo lake ni kwamba mwanadamu aishi maisha ya kumpendeza Mungu, aishi maisha ambayo hayatakuwa na majuto kwa mtu mwingine. Lakini sasa dunia sasa imegeuka, Watanzania tumegeuka, tumeacha njia. Mwanadamu ambaye amepata cheo cha aina yoyote katika dunia hii anafanya lolote analolipenda yeye, anafanya namna yeyote ambayo yeye anaona anaifurahia, licha ya kwamba itamuumiza mtu mwingine, lakini yeye anatekeleza yale mambo. Mungu anasema ya kwamba itafika wakati ambapo ataadhibu, na adhabu ya Mungu iko mbele, imeshaandaliwa. Adhabu ya Bwana inakuja kwako wewe ambaye umeifanya hasira ya Mungu iwake juu ya Tanzania, umeifanya hasira ya Mungu iwake juu ya mji huu. Ni kwa sababu ya maovu na mabaya ambayo unayatenda. Unafanya kwa namna ambavyo wewe unajisikia, unawaumiza wengine pasipo kusikiliza kilio wala huzuni walionayo. Kupitia wewe, wengi wanaumia kupitia wewe, wengi wanahuzunika kupitia wewe. Mungu anakuja na malipo kwa kila unalolitenda. Adhabu ya Mungu ipo juu yako, upende usipende. Iko laana inakuja juu yako, iko laana inakuja kwa sababu yako wewe. Mwanadamu, kumbuka, ulimwengu umefanywa na Mungu, mwanadamu amefanywa na Mungu, lakini wewe unainuka unafanya unavyovitaka. Dhambi na uchafu siku hizi unapigiwa debe sana, hata makanisani ni uchafu, ni uchafu wa kila aina. Ni sawa na uganga wa kienyeji, lakini umeupdateiwa kwa jina la kanisa, umesajiliwa kwa jina fulani la kanisa, lakini ni uganga. Mungu anasema iko adhabu, iko laana juu yako mwanadamu. Ni heri ukageuka ukatubu, ukatubu. Kutubu ni kugeuka, ni kuyaacha yale ya kale yote, ni kuiacha dhambi na uchafu ambao unaleta hasira na ghadhabu ya Mungu juu yako, ama juu ya taifa, ama juu ya familia, ama ukoo wako. Ni heri ukageuka mwanadamu. Mungu anakuja kumlipa kila mwanadamu, kila atendalo litapata ujira wake. Tanzania imekuwa na amani kwa muda mrefu sana, ni miaka mingi sana katika ramani ya dunia na historia yake. Ukifuatilia nchi ambazo zimekuwa na amani kwa muda mrefu sana, basi Tanzania ni mojawapo. Lakini sasa Mungu hajawahi kuvumilia anapoona maovu yanazidi kutawala. Mungu hajawahi kuvumilia anapoona waovu wanazidi kuvuma. Mungu hajawahi kuvumilia. Kumbuka katika kipindi cha Lutu, yale maovu na maasi yalipozidi katika uso wa nchi, watu walikuwa wanafanya dhambi za kila aina. Ushoga ndio ulianzia kule katika kipindi cha Lutu, kule Sodoma na Gomora. Mungu alipoona yale maasi yanazidi kuongezeka, Mungu hakuvumilia yale mabaya, akaona ni heri nikakipoteza hiki kizazi chote. Ni kwa sababu ya maovu ambayo yalikuwa yametawala. Mungu akagaili, akakipoteza kile kizazi chote, akawaacha wale watu watatu ambao walikuwa ni Lutu, watoto wake wawili. Mke wake aligeuka akayatamani yale aliyokuwa anayatenda kule zamani, akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Hata leo bado ipo. Mungu hajawahi kuvumiliana na uchafu na mabaya yanapotendeka katika nchi. Uovu unaotendeka katika kizazi cha leo, licha ya kwamba wengi tunaotenda mabaya haya tupo kwenye mamlaka na tumepewa vyeo fulani ambavyo vinatubaka, vinatupa nguvu. Yani tawala ambazo zinatembea katika kizazi cha leo zinatupa nguvu sisi
watenda dhambi tuzidi kuvuma, badala ya kuwapinga hawa waovu. Mtu ambaye ni muuaji, watekaji, wote hawa asilimia kubwa yao wapo kwenye mamlaka fulani ama wana mkono fulani kwenye mamlaka. Mungu anasema ya kwamba iko adhabu, iko laana, adhabu inakuja. Kama wana wa Israeli waliweza kupelekwa utumwani Babeli, wakakaa miaka mingi sana, ni kwa sababu walikengeuka, waliacha njia ya Bwana, wakaenda kufanya mabaya kama walivyojisikia. Adhabu ilishuka juu yao, laana ilishuka juu yao, juu ya familia zao laana ilitembea. Mungu anasema ya kwamba tengeneza njia zako, Bwana anakuja. Kila unalolitenda mwanadamu litapata ujira wake. Unaweza ukatenda ukiwa sirini, unaweza ukafanya jambo ambalo wewe mwenyewe unaona kwamba hakuna atakaye kujua, lakini adhabu ya Mungu ipo juu yako. Hii dunia imefanywa na Mungu. Ni sawa na nyumba yako ambayo umeijenga. Hakuna mtu atakayeweza kukuficha ama kukudanganya jambo kwamba sehemu fulani ama kwenye chumba fulani kuna nini. Hakuna mtu atakayeweza kukudanganya. Mungu anajua kila kona atakako kanyaga mwanadamu, kila kona utakapo kanyaga mwanadamu. Mungu anajua adhabu itashuka juu yako. Umefanya dhambi za kila aina. Umalaya siku hizi ndio umekuwa ni wimbo, ni kitu ambacho kinakuwa promoted sana. Hata ukiingia makanisani watu wanachochea tu, yani uchumba, mapenzi ni ibada ambazo zinatembea kwenye kizazi cha leo. Ndugu yangu, nakwambia kwamba heri ukageuka ukamrudia Bwana. Tengeneza njia, matendo na tabia zako. Uokovu sio Bwana sifiwe, uokovu ni tabia na matendo. Dunia sasa hizi imekuwa kama shimo fulani, kama kuzimu fulani hivi. Ni kwa sababu mwanadamu umeacha njia. Vyeo, umaarufu, mali, sifa, heshima, vyote vitaishia hapa duniani. Vyote havina maana yeyote mbele za Mungu. Ndio maana katika kitabu cha Luka anasema ya kwamba Yesu Kristo, lililotukuka kwa mwanadamu kwa Mungu ni chukizo. Yote ambayo unayatenda ukiwa ukiyafurahia ama kutafuta kusifiwa ama kutafuta heshima fulani hapa duniani, tambua ya kwamba laana iko juu yako. Mungu hapendezewi kabisa na hayo mambo. Usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Acha umalaya, acha ulevi, acha uzinzi, acha ukahaba, acha wizi, acha uongo, acha roho mbaya, acha matusi, acha uongo. Mungu anakuja, atatoa adhabu kwa kila unalolitenda. Waovu, wazinzi, wachawi, wote hawataingia kwenye ile mbingu, bali adhabu iko juu yako, iko juu yao. Wewe unayetenda haya, adhabu na laana iko juu yako. Unayetoa rushwa na kupokea rushwa, laana na adhabu ya Mungu ipo juu yako. Subiri, utayaona haya, naye utayathibitisha mwenyewe kwa kinywa chako, kwa macho yako utaona ya kwamba kweli Mungu yupo. Adhabu hii na laana ya Bwana ipo inakuja juu yako. Utashuhudia ukiwa hapa duniani. Ndio maana malipo ni hapa duniani, kisha kule mbinguni kwenye kile kiti cha hukumu malipo yatatolewa pia. Yataanza hapa duniani, kisha kule mbinguni siku ile ya mwisho wa hukumu utapata malipo yako. Kama ni adhabu ya kuingia jehanamu, basi utayapokea malipo yako sawa na kazi yako uliyoifanya. Huwezi ukapokea mshahara wa kazi ambayo hujaifanya. Kila kazi ukifanya lazima utadai mshahara. Basi mshahara wa ubaya, dhambi, mauti ambazo umesababisha kwenye familia za watu, utekaji ambao umeufanya kwenye nchi hii, kwenye familia za watu, kwa watu walio na haki, kwa watu wanyonge wasio na mtu wa kumtetea, ubaya wote ulioutenda kwa hao, basi upo unakuja. Laana zitakugeukia, laana na adhabu iko juu yako, itakugeukia. Utalia hapa duniani, kisha baada ya maisha ya hapa duniani
kutakuwa na kilio kingine. Achana na kilio utakachokuwa umelia hapa duniani. Unaweza ukaishi kwa raha hapa duniani ukifanya ubaya na dhambi na uchafu wa kila aina, ukiufurahia, ukapata mali, ukapata heshima ambayo ni batili, ukaipata hapa duniani, lakini ukafa. Mwisho wa yote, tambua ya kwamba yako maisha baada ya kufa, yako maisha baada ya kifo chako. Unaweza usipate hiyo adhabu hapa duniani, lakini tambua ya kwamba yako maisha mengine baada ya kufa. Ukisha kufa, iko adhabu ya moto wa milele utaishuhudia. Usipogeuka sasa, laana na adhabu iko juu yako. Tambua ya kwamba yako maisha baada ya kufa, yako maisha baada ya cheo unachoweza kukipata kwa kuua mtu, yapo maisha mengine baada ya hicho cheo ambacho unaweza kukipata kwa kutukana ama kudhulumu ama kutoa rushwa. Iko adhabu. Yako maisha mengine utalia na kuomboleza. Familia yako tambua kwamba itaishi maisha gani? Licha ya kwamba utakufa, utapotea hapa duniani, tambua kwamba utakuwa na ndugu zako, utakuwa na familia yako. Je, itaishi maisha gani? Ni heri ukaishi maisha mema, ukampendeza Mungu. Usilopenda kutendewa, usimtendee mwingine. Yuaja Bwana na malipo kwa kila utendalo, kwa kila utendalo, kwa kila utendalo utapata ujira wake. Utasema ni heri nisingekuwa na cheo. Ndio maana Biblia inasema kwamba ni heri yeye asiye na cheo, maana ametukuzwa. Wewe siku ile ya mwisho utasema ni heri ningekuwa mtu wa chini, fukara, kuliko utajiri na mali zote ambazo nilizipata kwa kutukana, kwa kuua, kwa kudhulumu, kwa kutesa watu wasio na hatia. Ulifungia makanisa, Yesu anakuja na malipo. Ulinyima watu usajili, waisajili kazi ya Mungu kama sheria yako ulivyoiweka, lakini haya yote ukafurahia, ukawafurahia wale wanaokupongeza na kutukuza, ukasahau ya kwamba iko adhabu. Yako malipo baada ya kufa kwako, yako maisha mengine baada ya kufa kwako, ukasahau hayo yote. Basi tambua ya kwamba adhabu iko mbele yako. Ukawatesa, ukawanyanyasa watu wa Mungu kama uwezavyo, lakini ninakwambia adhabu iko mbele yako. Furahia mateso ambayo watu wa Mungu watateseka kwa kitambo hapa duniani, lakini tambua yako maisha baada ya kufa, yako maisha baada ya mali unazoweza kuzipata kwa kutesa watu wa Mungu, yako maisha baada ya hicho cheo unachokitetea sasa, yako maisha mengine baada ya hiyo raha unayoipata sasa, kwa sababu uliua albino, kwa sababu ulinyanyasa watu ambao hawakuwa na hatia, ulitoa rushwa ili kwamba ushinde kesi, ukanyang'anya maeneo yao, ukanyang'anya mali zao kwa rushwa, kwa sababu ulikuwa ni mtu wa kuheshimika. Yako maisha mengine, iko adhabu, iko laana. Maisha yoyote utakayoyaishi hapa duniani, tambua ya kwamba yako maisha, yako malipo yake baada ya hayo yote. Yako malipo baada ya kulima. Ule mshahara ambao mkulima anaupata baada ya kulima shamba lake, basi tambua ya kwamba hizo tabia na ujanja ambao unauishi sasa, tambua ya kwamba yako malipo yake. Ni sauti ya mtu aliye nyikani ikisema, tengeneza njia ya Bwana, yuaja Yehova na malipo kwa kila unalotenda. Malipo yake litapata mshahara wake sawa sawa na ulivyotenda. Amen.